Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran imesema itajibu vikali vitisho vipya kutoka kwa Marekani baada ya Marekani kusema inapania kuweka vikwazo vikali zaidi vya kifedha dhidi ya Iran vitakavyoporomosha utawala wa taifa hilo. Rais wa Marekani Donald Trump pia alionya kuchukua hatua za kiuchumi dhidi ya nchi yoyote itakayotoa msaada kwa Iran. Mkuu wa majeshi ya Iran Meja Jenerali Ali Abdullahi amesema taifa lake litajibu vikali vitisho vya Marekani. Anasema, kwa kuwa tumejiandaa kikamilifu ardhini, baharini na angani na mtandaoni, majeshi ya Iran yatajibu vitisho vipya vya adui kwa mashambulizi makali, vyombo vya habari vya Iran vilimnukuu mkuu huyo wa majeshi. Hata hivyo, kwa upande wa spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Khalibaf, ambaye ni mwakilishi mkuu wa nchi hiyo katika mazungumzo kati ya Iran na Marekani, amesema Washington inaonekana kufikia hitimisho kwamba haiwezi kushinda katika makabiliano ya moja kwa moja ya kijeshi. Lazima tufanye mipango ya kukabiliana na vikwazo visivyokuwa vya haki ili tuweze kushinda, Khalibaf alisema akiwa nchini Iraq, huku akishutumu Marekani na Israel kwa kutumia kile alichokita vita vya kiuchumi na kisaikolojia kuidhulumu Iran. Spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Khalibaf amesema serikali ya taifa hilo lazima ijipange kukabiliana na vitisho vya kiuchumi kutoka kwa Marekani, la sivyo serikali hiyo haitadumu kwa muda mrefu. Aidha, spika huyo ambaye amekuwepo nchini Iraq amesema kuwa haijalishi tuna nguvu kiasi gani kijeshi, ikiwa wananchi wana njaa na hatuna mzunguko wa fedha, ukuaji wa uchumi na uzalishaji wa ndani, hatutaweza kuendelea kuishi. Khalibaf, ambaye amekuwa mmoja wa viongozi wakuu wa Iran katika mazungumzo na Marekani, amesema lazima Iran iweke mipango ya kukabiliana na vikwazo vya kiuchumi anavyoviita vya ukandamizaji ili iweze kushinda vita hivyo. Khalibaf amehoji kuwa sarafu za taifa la Iran na Iraq zitumike katika biashara ya nchi hizo mbili ili kupunguza matumizi ya dola ya Marekani. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent alisema kwamba vikwazo vipya vya Washington dhidi ya Iran vitawatenga pakubwa kiuchumi na huenda ikaporomosha utawala huo. Marekani imetoa wito kwa washirika wake wa China kujiunga na kampeni mpya ya Rais Donald Trump ya kuitenga kiuchumi Iran. China inaonekana haipo tayari kuungana na mipango hiyo ya Marekani katika kuitenga Iran. Rais wa China Xi Jinping anatarajiwa kuzuru Marekani mnamo Septemba 24 mwaka huu. Hata hivyo, kutokana na hali hii, kuna uwezekano mkubwa wa kukajadiliwa mambo mengi, lakini suala la kuitenga Iran ni jambo ambalo kwa upande wa China limeshindikana. Iran imetaja vitisho vya Marekani dhidi yake kuwa ni ugaidi wa kiuchumi na kuongeza kuwa haitabadilishwa na hatua hiyo. Rais Trump aliapa kuendesha operation ya kiuchumi yenye madhara makubwa zaidi katika historia ya Iran. Waziri wa fedha wa Marekani Bwana Scott Bessent ameunga mkono msimamo wa rais na kusisitiza umuhimu wa kuimarisha shinikizo la kiuchumi dhidi ya Tehran. Bwana Trump na waziri wa fedha bado hawajatangaza maelezo ya hatua wanazotaka ama wanazopanga kuchukua dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Bessent alisema atatoa maelezo zaidi kuhusu suala hilo katika mkutano na waandishi wa habari Jumatatu ya wiki ijayo. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tulikuwa nayo. Ni mipango ya Iran, ambapo Iran imesema itajibu vikali vikwazo vya kiuchumi vya Marekani kuhakikisha kwamba taifa hilo halitumbukii katika hali mbaya ya kiuchumi na hatimaye kudorora kwa uchumi na kuanguka kwa serikali ya taifa hilo. Mpango mkubwa ambao Marekani inatamani uwe ni mpango mkakati wa nchi hiyo. Endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein.